ninaomba tukae hapo. Kuna viti vyenu watumishi. Kwa ni mama mchungaji, ni askofu, shemasi, mwinjilisti, mtume, nabii, na kwa cheo chako na huduma yako ukae viti hivi tafadhali, ukae hapa. Kwa hiyo tunatambua uwepo wako. Bwana asifiwe. Naona watumishi hapo, mngekuja tumketi hapa, wala muwe na amani. Amen. Lakini pia tapata muda wa kuwatambulisha. Mwishoni naomba msiondoke, tutawatambua na mtajitambulisha ili kila mtu afahamu ninyi ni akina nani. Amen. Sasa jana mnipa maiki nzuri, hii imekuwaje? Hii haina uzito hata kidogo. Hebu niwekee sawa. Haleluya. Wangapi tuko pamoja sasa? Yes. Mungu akubariki mahali ulipo. Mwambie mwenzako ulisikie neno la Bwana. Leo tumepata muda wa maombi mapema. Tutaleta neno la Mungu na baadaye tutakuwa na maombezi. Amen. Kwa kama una shida yako, una magonjwa, na tatizo lolote, tutakuombea na Mungu atakufungua. Mungu akubariki sana. Naomba tuombe. Yesu, katika jina lako tunakushukuru. Asante kwa wema na uaminifu wako. Asante kwa kunipa nafasi kama mtumishi wako. Naomba unipe ujasiri na mafuta nihubiri neno kwa ujasiri na kuleta hekima na siri za Kristo kuzifunua ndani ya ulimwengu ili ukuchue na kukimbilia wewe, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Piga Yesu makofi mengi. Haleluya. Tunaona tunajifunza utimilifu wa siku za mwisho. Utimilifu wa siku za mwisho. Na kwenye tukio la pili baada ya kuanza kwa siku za mwisho, tuliona kuna tukio la unyakuo wa kanisa au rapture. Na kwenye dalili za kunyakuliwa kwa kanisa tulianza kuona jana ya kwamba ukiona dalili hizi ujue tayari Yesu yako malangoni kulinyakua kanisa lake. Mungu anazungumza pamoja na kanisa. Ulionisikia kwenye mtandao, ulioko nyumbani, ulioko kwenye viwanja hivi, anazungumza na wewe ili uwe chonjo, uwe tayari kwa ajili ya kunyakuliwa na Bwana. Usiache ukaingia kwenye dhiki kuu utaka kuja kuiona siku nyingine nazofuata. Na kwenye dalili za kwamba Yesu yuko malangoni au dalili za kwamba kanisa liko tayari kunyakuliwa, tuliona siku ya kwanza, dalili ya kwanza tuliona utimilifu wa Sabato. Kwa hiyo tuliona sisi tunachezea siku ya saba. Tupo miaka 6,000 tangu dunia imeumbwa. Tupo ndani ya siku ya saba ya Sabato. Tuliona jana maana yake ni nini. Kwa tupo kwenye utimilifu wa nyakati za kimungu. Uumbaji wa namba 1 mpaka 7 ndio utimilifu, ndio Mungu anatimilika huko. Kwa sisi tunachezea mwishoni mwa dunia kabisa. Kwa ukiona hivyo jua tuko siku za mwisho na zinakaribia kabisa Yesu kurudi. Lakini jambo la pili tuliona jana ni kuundwa kwa taifa la Israeli. Taifa la Israeli liliundwa au lilipata uhuru mwaka 1948. Na tuliona Mathayo 24:32 mpaka 33 ya kwamba kwa mtini jifunzeni, mkiona limechanua jua Yesu yuko malangoni. Kwa hiyo ilikuwa ni dalili nyingine ya pili ya kwamba taifa la Israeli lisha kuundwa. Na ndo mgogoro wa Mashariki ya Kati. Unaona Israeli napigana na Irani, napigana na mataifa mengine, Palestina, Jordani, yote mataifa hayo Mashariki ya Kati. Lakini chanzo ni Israeli, ambayo Israeli ni saa ya dunia. Na ilipata uhuru baada ya miaka 1878 baada ya kufukuzwa na mfalme Tito jemedari wa Kirumi mwaka 70 baada ya Kristo kuondoka. Kwa hiyo pale natuonyesha kwamba tayari Yesu yuko malangoni. Kuunda kwa taifa la Israeli ni ishara ya kwamba ukiona mtini au taifa la Israeli limepata uhuru, limechanua kwa mtini, jifunzeni kwamba Yesu yuko malangoni. Kwa muda wote Yesu anakuja kulichukua kanisa lake. Kaa tayari kunyakuliwa, usibaki. Lakini jambo la tatu, dalili ya tatu ni mgogoro wa mji wa Yerusalemu. Mgogoro wa mji wa Yerusalemu. Mgogoro wa mji wa Yerusalemu. Kwa hiyo ni dalili nyingine ya tatu nataka nizungumze leo, na ikiwezekana nitaongeza dalili nyingine na nyingine. Lakini Mungu akitusaidia kesho nitazungumza tukio la unyakuo siku ya kesho. Dalili ya tatu ni mgogoro wa mji wa Yerusalemu. Sasa tujifunze mji wa Yerusalemu. Mji wa Yerusalemu ndio kiini cha dunia. Kwa hiyo tunaposema Tanzania, kiini cha Tanzania ni Dodoma. Kwa kiini cha ulimwengu, senta ya dunia, na ambayo ni malango ya
dunia ni Yerusalemu. Tunaona Mungu anazungumza Yerusalemu, Yerusalemu, Yerusalemu. Anasema Yerusalemu mpya, anaichukua Yerusalemu ya dunia na kuifananisha na Yerusalemu ya mbinguni. Na Yerusalemu pale sasa hivi Israeli pale ndipo ambapo ni lango la dunia na mbingu. Tunaenda sawa? Na mnajua Yakobo alipokuwa amekimbizwa na ndugu yake, alifika sehemu inaitwa Ruzu au Betheli, akalala pale usiku. Malaika akamtokea usiku. Biblia inasema akasema, kwa kweli hapa ni nyumba ya Mungu. Akiona malaika wakipanda kushuka. Na pale ndipo ambapo alibadilishwa jina. Alikuwa anaitwa Yakobo, akaitwa Israeli. Pale Ruzu au Betheli ndio Yerusalemu ya leo. Lakini pia tunajua Daudi kwenye kiwanja cha Arauna ambapo alikutana Mungu pale pia ndo Yerusalemu. Pale ndo kiini cha Mungu, ndo lango la dunia na mbingu. Kwa Yerusalemu ni kitovu ambacho ni dalili kubwa sana ya mambo ya siku za mwisho. Na dalili moja hapo ya kwamba migogoro ya pale ikianza kuinuka, ujue tayari Yesu yupo karibu kufanya nini? Kurudi. Tupongane mikono namna hiyo. Bwana asifiwe. Sasa Yerusalemu kihistoria, kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza na wa Pili tunajua kuna habari za Suleiman. Suleiman alipewa maelekezo baada ya Daudi babaye kufa na kujenga ile hekalu. Akamwambia kwa sababu mikono yake imejaa damu, Mungu aanzishi na watu wanaomwaga damu. Akamwanzisha Suleiman, akajenga hekalu, Temple of Suleiman, kanisa, hekalu la Suleiman lilijengwa pale. Suleiman ndo kwanza kujenga ile hekalu. Sasa alijenga hekalu, hilo hekalu lilijengwa na Suleiman na lilijengwa likakaa muda mrefu. Lilikuja kubomolewa na Babiloni tunaweza kusema ni Iraki, Mesopotamia pale. Haleluya. Pale ndio walikuja kulibomoa. Walibomoa mwaka 587 kabla ya Kristo, miaka mingi sana huko nyuma. Lilibomolewa ile hekalu la nane la Suleiman. Baada ya kulibomoa ile hekalu, lilijengwa tena na Wayahudi. Si tunaenda sawa? Kwa kuna hekalu la kwanza ambaye Suleiman alijenga, likabomolewa, lakini baadaye lilikuja kujengwa na Wayahudi. Lilijengwa tena mwaka 515 kabla ya Kristo, hekalu likajengwa tena. Maanake Babeli ilivyowaingiza utumwa Wayahudi ikalibomoa, lakini baadaye walipopata uhuru wakalijenga tena. Lakini pia ile hekalu la Suleiman lilijengwa mpaka Yesu alipoingia ulimwenguni, alipoingia duniani lilikuwepo. Kwenye Mathayo 24 anawaambia alitasalia jiwe juu ya jiwe. Si mnakumbuka jana nilionyesha Mathayo 24 aya 2, pale alipokuwa anazungumza tayari hekalu lilikuwepo na Wayahudi walikuwa kwenye nchi ya Kanaani, yani Palestina ya leo, ile sehemu nzima pale ndipo hekalu lilikuwepo Yerusalemu. Yesu alipoingia ulimwenguni lilikuwepo. Siku moja aliwaambia, "Leo nikalibomoa nikalijengwa siku 3." Si mnakumbuka? Wakakasirika. Ile hekalu lilikuwepo kipindi hicho. Lakini Yesu anapoambia alitasalia jiwe juu ya jiwe, lilikuja baadaye, unabii ukatimia mwaka 70 baada ya Yesu kuondoka duniani. Liliondolewa na unabii ukatimia ya kwamba alitasalia jiwe juu ya jiwe, maana yake litabomolewa hekalu hili. Lilibomolewa na mfalme wa Tito wa Rumi, alibomoa ile hekalu. Sasa kubomoa ile hekalu ilikuwa ni unabii ya kwamba litabomolewa. Yesu alisema akiwa nao. Bwana asifiwe. Haleluya. Baada ya kulibomoa ile hekalu la Suleiman, ukumbuke mwaka 70 walibomoa na Wayahudi wakafukuzwa kwenye nchi yao, wakatawanyika mataifa mengi. Tuliona jana. Sawa? Sasa walipotawanyika, Waarabu wakauteka ule mji. Ule mji umetekwa na Waarabu tangu mwaka 70 mpaka leo ni mji wa Waarabu. Pale Yerusalemu, nenda kafuatilia Israeli pale, walijenga msikiti mkubwa ambao unaitwa Dome of Rock. Upo una ishara ya nani, ya mwezi. Upo mpaka leo. Ule msikiti uliojengwa pale ulijengwa na Waarabu na mataifa ya Kiarabu. Sasa Israeli inadai ya kwamba ni mji wao, Waarabu nao wanaamini ya kwamba ni mji wao. Sasa angalia kile kinakuja kutokea. Huo ndo
mgogoro wa Mashariki ya Kati, ule mji na ile hekalu ni hekalu la kinabii, ya kwamba kupitia hekalu ziwe ni dalili za kwamba Yesu yuko karibu kurudi. Sasa mnisikilize, unaona tuna amani duniani nzima kwa sababu ule msikiti bado upo mikononi mwa Waarabu. Ule msikiti bado upo, hakuna hekalu, kuna msikiti mpaka leo. Sasa Wayahudi nao wamesema ya kwamba ule mji ni wa kwao na ile hekalu ni wa kwao, ni la Suleiman. Kwa mpaka leo wanapambana kunyang'anya ule mji, na ule mji walinyang'anya kwenye vita siku 6 ambapo walipigana mataifa matano ikiwepo Jordan na Misri. Walipopigana siku 6 walifanikiwa kunyang'anya ule Yerusalemu, ule msikiti. Kwa Wayahudi wanao Waarabu mpaka leo. Wayahudi huku wanapambana ya kwamba hapana, huu mji na huu msikiti na hapa hiyo nao ni la kwetu. Wayahudi nao wanapambana ya kwamba ni wa kwetu. Kwa mpaka leo vita nayoona wanang'ania kitovu cha dunia cha kinabii ambayo ni ile hekalu la Suleiman. Wangapi tunaelewana hapa? Sasa mpaka leo Wayahudi wana maandalizi yao waliofanya tayari. Wayahudi hii kitu kipo tayari, Wayahudi wameshaandaa matirio yote ya kuchenga. Kwa hiyo tayari kuna mipango ya kubomoa ule msikiti, na ukiona msikiti umebomolewa tayari ni ishara ya mwisho kabisa ya kwamba tunaenda kuingia kwenye vita ngumu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wameandaa vifaa, building material, vifaa vyote vya ujenzi, lakini pia tayari Wayahudi wameshaandaa kondoo, ng'ombe mwekundu, ndama jike, ambao ili kutoa sadaka kwa mjibu wa Hesabu 19 aya ya 1 na ya 2. Walikuwa wanatoa ng'ombe jike mwekundu kwenye madhabahu ya hekalu. Kwa wanaamini ya kwamba wameshamfuga yule ng'ombe mwekundu, tayari yupo, wanamfuga na kumwandaa ili wakibomoa wafanye utakaso na ibada kwenye ile hekalu. Tayari ng'ombe mwekundu jike yupo tayari. Bwana asifiwe. Sasa ukiona vifaa vimeandaliwa na ng'ombe ameandaliwa, wanajitayarisha kutuingiza kwenye kipindi cha vita kuu, kwa sababu ile kitu haitokei. Ikitokea leo ni vita ya 3 ya dunia ambayo ya Helmagedoni vita Helmagedoni takuja kuonyesha baadaye. Sasa tayari dalili za kubomoa na kujenga tayari zipo. Sasa wakati ikibomolewa, kanisa litakuwa limeshachukuliwa. Kanisa likichukuliwa, ule mji utabomolewa. Sasa ukiona dalili za kuandaa matirio, ni dalili kwenye ulimwengu wa roho kwamba Yesu yuko karibu kulichukua kanisa. Kwa sababu ile vita haitokei mpaka kanisa limefanya nini? Limechukuliwa. Wathesalonike wanasema kwa sababu ya watakatifu Mungu amezuia kidogo mambo haya kutokea. Kwa sababu ya watakatifu walioko duniani, hii vitu vimezuiliwa kwanza. Ameweka tu pini kidogo, ameweka password kidogo, haruhusu mpaka kanisa lichukuliwe kwanza. Kwa sababu ya dalili hizi za vifaa vya ujenzi viko tayari, ng'ombe yuko tayari, manake tayari Yesu yuko marangoni. Kwa sababu vita ikitokea, tayari kanisa linakuwa limefanya nini? Limechukuliwa. Kwa hiyo mgogoro wa Mashariki ya Kati kupitia kitovu cha Yerusalemu pale kwenye msikiti wa Dome of Rock ukujulisha kwamba tayari Yesu yuko marangoni kulichukua kanisa lake. Ni dalili mojawapo ambapo lazima watakatifu tujue. Nenda kafuatilia pale wale msikiti. Fatema tukuambia kwenye mtandao, utapata wale ng'ombe wekundu wapo, utaona kwenye picha wanafugwa mpaka leo. Vifaa vipo, Wayahudi wameshajipanga na wanavutana na Mashariki ya Kati na Waarabu pale kupambana. Ukiona vita ya Hamas, ni dalili wanapambania pale Yerusalemu. Tupigane mikono namna hii. Hiyo ni dalili ya kujulisha ya kwamba tayari Yesu yuko mlangoni. Dalili ya 4 ni kuingia kwa roho ya mpinga Kristo ulimwenguni. Kuingia kwa roho ya mpinga Kristo ulimwenguni. Unanisikia kwenye mtandao, endelea kunisikiliza. Hii ni siku yetu ya 3. Tutakuwa na siku 8.
utakuwa mfululizo wa mafundisho hapa, kwa usikiliza mpaka nani ya mwisho. Roho ya mpinga Kristo. Namba moja anisomea waraka wa kwanza Yohana 2:18. Naomba uchukue maiki unisomee. Waraka wa kwanza Yohana 2:18. Waraka wa kwanza Yohana 2:18. Ndio. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 18. Neno la Mungu anasema, watoto ni wakati wa mwisho. Angalia, watoto ni wakati wa mwisho. Na kama vile nilivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja. Mpinga Kristo yuaja. Hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa tayari wapinga Kristo wapo ulimwenguni tayari. Mnisikiliza vizuri. Nitakuonyesha baadaye tofauti ya roho ya mpinga Kristo na mpinga Kristo. Hapa ndo kuna kitu nataka nikuonyeshe baadaye. Roho ya mpinga Kristo tayari ipo ulimwenguni. Haya maneno ameandika nani? Yohana, miaka mingi nyuma. Tayari. Endelea. Angalia sura ya 4 aya 3. Waraka wa kwanza Yohana 4:3. Amen. Maneno ya Mungu anasema, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 3. Neno la Mungu anasema, na kila roho iliyomkiri Yesu ndio haitokani na Mungu. Isiyomkiri Yesu ndio haitokani na Mungu. Ndio. Na hii ndio roho ya mpinga Kristo. Na hii ndio roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja. Na sasa imekwisha kuwako duniani. Angalia, na sasa roho hii imekwisha kuwako duniani. Maana tayari ya mpinga Kristo Antichrist tayari yuko duniani. Ndio. Angalia sasa waraka wa pili Yohana 1:7. Waraka wa pili Yohana 1:7. Waraka wa pili Yohana 1:7. Hapo mbele kidogo. Changamka. 1:7. Neno la Mungu linasema, kwa maana wadanganyifu wengi wametoka duniani, wasiokiri ya kuwa Yesu ni Kristo, yuaja katika mwili. Amen. Huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mlioyatenda, bali mpokeeni thawabu timilifu. Amen. Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Pigie Yesu makofi kwa watu hiyo. Sasa nisikilize. Nikisema roho ya mpinga Kristo na mpinga Kristo ni vitu vile tofauti. Mpinga Kristo ni utawala kabisa wa kidunia. Ni mtu, mpinga Kristo ni mtu mwenye utawala. Ndio mnyama yule aliyetokea baharini akiwa na pembe 7 na 10 pale, tutakuja kuona siku nyingine. Mpinga Kristo hajaja, ila roho ya mpinga Kristo imekwisha kuja. Kwa tukisema habari za mpinga Kristo, kuna tofauti kati ya mpinga Kristo na roho ya mpinga Kristo. Mpinga Kristo utakuwa ni utawala wa dunia, utakuwa ni utawala wa dunia ambao dunia nzima itaelekea. Kama leo unavyoona dunia inaelekea Marekani. Sasa kipindi hicho nitakuja kuonyesha utakuwa ni mfumo wa kidunia wa kiutawala. Ndio maana utawala na mambo ya kiroho hautenganishwi hata siku moja. Ni mambo ya kinabii kabisa. Kwa hiyo mpinga Kristo bado, mpinga Kristo hajazihirishwa kwa sababu kanisa haijachukuliwa bado. Kwa hiyo mpinga Kristo atakuja baada sasa ya kanisa kuchukuliwa. Lakini roho ya mpinga Kristo imekwisha kuingia wapi? Duniani. Matendo ya roho mpinga Kristo yanawakilisha roho mpinga Kristo kwa sehemu na kuonyesha kivuli cha anaokuja. Bwana asifiwe. Kwa mujibu wa maandiko, roho mpinga Kristo alipoingia duniani ilikuwa inatabiri ya kwamba tayari siku za oka duniani zimekwisha, ila Mungu amekupa muda kidogo akilichukua kanisa tu. Saa hiyo roho mpinga Kristo anaingia mwenyewe, sio roho yake tena.
Sasa hii kitu inafuatisha habari za Yesu. Yesu alipokuwa duniani, Roho Mtakatifu hakuwa kwetu. Yesu alipoondolewa, Roho Mtakatifu akaja kwetu. Ni dalili hiyo hiyo ya kwamba Mkristo hawezi kuwepo kama roho yake ipo. Kwa hiyo roho yake ikiondoka, yeye anakuja mwenyewe. Ule mji na ile hekalu ni hekalu la kinabii, ya kwamba kupitia hekalu ziwe ni dalili za kwamba Yesu yuko karibu kurudi. Sasa mnisikilize, unaona tuna amani duniani nzima kwa sababu ule msikiti bado upo mikononi mwa Waarabu. Ule msikiti bado upo, hakuna hekalu, kuna msikiti mpaka leo. Sasa Wayahudi nao wamesema ya kwamba ule mji ni wa kwao na ile hekalu ni wa kwao, ni la Suleiman. Kwa mpaka leo wanapambana kunyang'anya ule mji, na ule mji walinyang'anywa kwenye vita ya siku 6 ambapo walipigana mataifa 5 ikiwepo Jordan na Misri. Walipopigana siku 6 walifanikiwa kunyang'anya ule Yerusalemu, ule msikiti. Kwa Wayahudi wanao Waarabu mpaka leo. Wayahudi huku wanapambana ya kwamba hapana, huu mji na huu msikiti na hapa hiyo nao ni la kwetu. Wayahudi nao wanapambana ya kwamba ni wa kwetu. Kwa hiyo mpaka leo vita nayoona wanang'ang'ania kitovu cha dunia cha kinabii ambayo ni ile hekalu la Suleiman. Wangapi tunaelewana hapa? Sasa mpaka leo Wayahudi wana maandalizi yao waliofanya tayari. Hii kitu kipo tayari, Wayahudi wameshaandaa matirio yote ya kuchenga. Kwa hiyo tayari kuna mipango ya kubomoa ule msikiti, na ukiona msikiti umebomolewa tayari ni ishara ya mwisho kabisa ya kwamba tunaenda kuingia kwenye vita ngumu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wameandaa vifaa, building material, vifaa vyote vya ujenzi, lakini pia tayari Wayahudi wameshaandaa kondoo, ng'ombe mwekundu, ndama jike, ambao ili kutoa sadaka kwa mjibu wa Hesabu 19 aya 1 na 2. Walikuwa wanatoa ng'ombe jike mwekundu kwenye madhabahu ya hekalu. Kwa hiyo wanaamini ya kwamba wameshamfuga yule ng'ombe mwekundu, tayari yupo, wanamfuga na kumwandaa ili wakibomoa wafanye utakaso na ibada kwenye ile hekalu. Tayari ng'ombe mwekundu jike yupo tayari. Bwana asifiwe. Sasa ukiona vifaa vimeandaliwa na ng'ombe ameandaliwa, wanajitayarisha kutuingiza kwenye kipindi cha vita kuu, kwa sababu ile kitu haitokei. Ikitokea leo ni vita ya 3 ya dunia ambayo Hermagedoni vita Hermagedoni takuja kuonyesha baadaye. Sasa tayari dalili za kubomoa na kujenga tayari zipo. Sasa wakati ikibomolewa, kanisa litakuwa limeshachukuliwa. Kanisa likichukuliwa, ule mji utabomolewa. Sasa ukiona dalili za kuandaa matirio, ni dalili kwenye ulimwengu wa roho kwamba Yesu yuko karibu kulichukua kanisa. Kwa sababu ile vita itokei mpaka kanisa limefanya nini? Limechukuliwa. Wathesalonike wanasema kwa sababu ya watakatifu Mungu amezuia kidogo mambo haya kutokea. Kwa sababu ya watakatifu walioko duniani, hii vitu vimezuiliwa kwanza. Ameweka tu pini kidogo, ameweka password kidogo, haruhusu mpaka kanisa lichukuliwe kwanza. Kwa sababu ya dalili hizi za vifaa vya ujenzi viko tayari, ng'ombe yuko tayari, manake tayari Yesu yuko marangoni. Kwa sababu vita ikitokea, tayari kanisa linakuwa limefanya nini? Limechukuliwa. Kwa hiyo mgogoro wa Mashariki ya Kati kupitia kitovu cha Yerusalemu pale kwenye msikiti wa Dome of Rock ukujulisha kwamba tayari Yesu yuko marangoni kulichukua kanisa lake. Ni dalili moja hapo ambapo lazima watakatifu tujue. Nenda kafuatilia pale wale msikiti. Fuata ninachokuambia kwenye mtandao, utapata wale ng'ombe wekundu wapo, utaona kwenye picha wanafugwa mpaka leo. Vifaa vipo, Wayahudi wameshajipanga na anavutana na Mashariki ya Kati na Waarabu pale kupambana. Ukiona vita ya Hamas, ni dalili wanapambania pale Yerusalemu. Tupigane mikono namna hii. Hiyo ni dalili ya kujulisha ya kwamba tayari Yesu yuko mlangoni. Dalili ya 4 ni kuingiwa
kuingia kwa roho ya mpinga Kristo ulimwenguni. Kuingia kwa roho ya mpinga Kristo ulimwenguni. Unanisikia kwenye mtandao, endelea kunisikiliza. Hii ni siku yetu ya 3. Tutakuwa na siku 8. Utakuwa mfululizo wa mafundisho hapa. Kwa hiyo usikiliza mpaka nani ya mwisho. Roho ya mpinga Kristo. Namba moja anisomea waraka wa kwanza Yohana 2:18. Naomba uchukue maiki unisomee. Waraka wa kwanza Yohana 2:18. Waraka wa kwanza Yohana 2:18. Ndio. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 18. Neno la Mungu anasema watoto ni wakati wa mwisho. Angalia, watoto ni wakati wa mwisho. Na kama vile nilivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja. Mpinga Kristo yuaja. Hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa tayari wapinga Kristo wapo ulimwenguni tayari. Mnisikiliza vizuri. Nitakuonyesha baadaye tofauti ya roho ya mpinga Kristo na mpinga Kristo. Hapa ndo kuna kitu nataka nikuonyeshe baadaye. Roho ya mpinga Kristo tayari ipo ulimwenguni. Hayo maneno ameandika nani? Yohana, miaka mingi nyuma. Tayari. Endelea. Angalia sura 4 aya 3. Waraka wa kwanza Yohana 4:3. Amen. Maneno ya Mungu yanasema waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema na kila roho iliyomkiri Yesu ndio haitokani na Mungu. Isiyomkiri Yesu ndio haitokani na Mungu. Ndio. Na hii ndio roho ya mpinga Kristo. Na hii ndio roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja. Na sasa imekwisha kuwako duniani. Angalia, na sasa roho hii imekwisha kuwako duniani. Maana tayari ya mpinga Kristo Antichrist tayari yuko duniani. Ndio. Angalia sasa waraka wa pili Yohana 1:7. Waraka wa pili Yohana 1:7. Waraka wa pili Yohana 1:7. Hapo mbele kidogo. Changamka. 1:7. Neno la Mungu linasema kwa maana wadanganyifu wengi wametoka duniani wasiokiri ya kuwa Yesu ni Kristo yuaja katika mwili. Amen. Huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Jiangalieni nafsi zenu msiyapoteze mlioyatenda, bali mpokeeni thawabu timilifu. Amen. Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Pigie Yesu makofi kwa watu wao. Sasa nisikilize. Nikisema roho ya mpinga Kristo na mpinga Kristo ni vitu vili tofauti. Mpinga Kristo ni utawala kabisa wa kidunia. Ni mtu, mpinga Kristo ni mtu mwenye utawala. Ndio mnyama yule aliyetokea baharini akiwa na pembe 7 na ani 10 pale, tutakuja kuona siku nyingine. Mpinga Kristo hajaja, ila roho ya mpinga Kristo imekwisha kuja. Kwa tukisema habari za mpinga Kristo, kuna tofauti kati ya mpinga Kristo na roho ya mpinga Kristo. Mpinga Kristo utakuwa ni utawala wa dunia, utakuwa ni utawala wa dunia ambao dunia nzima itaelekea. Kama leo unavyoona dunia inaelekea Marekani. Sasa kipindi hicho nitakuja kuonyesha utakuwa ni mfumo wa kidunia wa kiutawala. Ndio maana utawala na mambo ya kiroho hautenganishwi hata siku moja. Ni mambo ya kinabii kabisa. Kwa hiyo mpinga Kristo bado, mpinga Kristo hajazihirishwa kwa sababu kanisa hajachukuliwa bado. Kwa hiyo mpinga Kristo atakuja baada sasa ya kanisa kuchukuliwa. Lakini roho ya mpinga Kristo imekwisha kuingia wapi? Duniani. Matendo ya roho mpinga Kristo yanawakilisha roho mpinga Kristo kwa sehemu na kuonyesha kivuli cha anayokuja. Bwana asifiwe. Kwa mujibu wa maandiko, roho mpinga Kristo ilipoingia duniani ilikuwa inatabiri ya kwamba tayari
akichukua kanisa tu, saa hiyo roho mpinga Kristo anaingia mwenyewe, sio roho yake tena. Sasa hii kitu inafuatisha habari za Yesu. Yesu alipokuwa duniani Roho Mtakatifu hakuwa kwetu. Yesu alipoondolewa Roho Mtakatifu akaja kwetu. Ni dalili hiyo hiyo ya kwamba mpinga Kristo hawezi kuwepo kama roho yake ipo. Kwa hiyo roho yake ikiondoka, yeye anakuja mwenyewe. Sifiwe. Roho mpinga Kristo imekwisha kuingia duniani. Sasa roho mpinga Kristo ikoje? Roho mpinga Kristo ni roho inayofanya kazi ya kubadilisha au kupindua mifumo, taratibu na uumbaji wa Mungu. Roho mpinga Kristo kazi yake ni kubadilisha au kupindua mifumo, taratibu na uumbaji wa Mungu. Inaita roho ya wasi. Kwa kazi ya roho mpinga Kristo duniani, ambayo ni dalili ya kwamba Yesu karibu kurudi, ukiona inafanya kazi fuatazo, ni dalili ya kwamba tayari tuko kwenye mwisho wa kunyakuliwa na Bwana. Sasa roho ya kubadilisha mfumo inafanyaje kazi? Ni kumwondelea Mungu heshima ya kwamba uumbaji wake hauko sawa. Ukiona roho mahali popote inamfanya Mungu kwamba alichokifanya sio sawa, hiyo inaitwa roho ya mpinga Kristo, roho ya uasi, ya kupindua mambo ya Mungu, ya kupindua taratibu za Mungu, ya kupindua mashauri ya Mungu. Ukiona roho ya namna duniani, ni roho ya mpinga Kristo. Nitakuonyesha. Lakini pia kupindua kazi za Mungu, kupindua kazi za Mungu. Kwa mujibu wa Warumi sura ya kwanza aya 19 mpaka 21. Warumi sura ya kwanza aya 19 mpaka 21 na aya 24 mpaka 27. Kuna habari za kubadili jinsia. Utaona kwamba mwanaume atalala na mwanaume. Paulo alianza kuona roho ya mpinga Kristo ikiingia kwenye kanisa la Rumi. Wanaume wakabadili matumizi ya asili, wakaenda kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanawake baada ya kuwakea tamaa kwa wanaume, wakawakiana tamaa wenyewe, na wanaume wakawakiana tamaa wenyewe. Maanake tunazungumza habari za ushoga na habari za ushagaji, ni habari za roho ya mpinga Kristo inayodhihirika, ya kupindua mashauri ya Mungu, ya kupindua uumbaji wa Mungu. Mungu aliumba mwanaume alale na mwanamke. Ukiona roho ya ushoga iko duniani, ni roho ya mpinga Kristo. Na nisikilize, tayari hiyo roho imekwisha kumwaga sana. Hali ni mbaya, ni mbaya sana. Unamwona mtu unafikiri mtu, unafikiri mwanaume, tayari ni shoga. Watu wamebadili matumizi ya asili. Ukiona hiyo ni roho ya kupindua, kufanya uasi, ni roho ya mpinga Kristo, na ni dalili ya kwamba tayari Yesu yuko mlangoni. Ni mojawapo ya kazi mbaya kwenye ulimwengu. Sio kama mnaona, sio kawaida. Haiwezekani mwanaume umtamani mwanaume na mandefu mwiza kuna mtamanije hivi, inawezekanaje? Ni ngumu sana. Kama sio roho inayoingia watu, ni roho ya mpinga Kristo ambaye imemwaga kwenye dunia kubadilisha matumizi sahihi. Unisikilize, leo wanawake wanaenda kununua makario, wanamwambia Mungu, sisi umetuma isivyo. Hiyo ni ushawishi wa roho ya mpinga Kristo. Wengine wanabadili rangi zao. Umezaliwa cheusi, wewe ni cheusi hivyo hivyo, baki cheusi. Unamwambia Mungu, ulivyoniumba sio. Hiyo ni dalili za roho ya mpinga Kristo kupindua mashauri ya Bwana, kupindua utaratibu wa Mungu aliyoweka. Amekuumba kwa mfano wake, amekuumba kwa kupendelea. Maandiko yanasema kwenye Zaburi ya kwamba alikuumba katika pande za chini, alikuumba vizuri, alikuumba kwa ustadi. Wewe unabadilisha maumbile yako. Ni mwanaume unajifanya mwanamke, ni mweusi unajifanya mweupe, ni mwanamke utakuwa ukidume. Hapana, ni roho ya mpinga Kristo, na tukemea kwa jina la Yesu Kristo. Tukemea ndoka Tanzania. Watanzania hatutaki hiyo roho. Watanzania ndoka hiyo kwenye mipaka yetu. Sema amen kwa jina la Yesu Kristo. Hapana.
asifiwe. Mwanamume kamili anakuwa na sauti ya mwanamke. Ujinga mtupu. Na hiyo ni roho ya mpya, na imemwagwa duniani kote. Watu wako maaskofu wanaongwa hela na bilioni watangaza ushoga. Unaona watu wanaendesha marenji, wanaendesha magari mazuri, wanadhani unaona biashara yake. Watu wamejiingiza roho nani, ushoga umemwagwa kwa njia ya fedha sana. Na mtumishi mmoja ananiambia alitafuta kwenye mtandao na wazungu, wakamwambia mtumishi wa Mungu, wataka tukupe hela ujeni kituo cha watoto yatima. Akaomba mpaka aende Marekani. Ametumiwa milioni 70 ya haraka haraka ya kununua uwanja, milioni 70 haraka haraka. Yeye akafikiri watu wema, akanunua uwanja, akanunua na matrekta kwa ajili ya hiyo kazi. Akamwambia njoo. Alipoenda anatokana watu wenye suti, watu wa salama, kuingia kwenye ofisi tayari anaona ile roho ya mpinga Kristo imeandikwa pale. Kwa hiyo wataka wampe fedha kituo cha watoto yatima, aje aanze kusambaza ushoga. Na watumishi wengi sana wa Mungu wameangukia huko, wanasambaza bahili. Ukiona hivyo ujue tayari Yesu yuko mlangoni, tayari Yesu anarudi kulichukua kanisa lake. Ukawa tayari ya kwamba Yesu akija usibaki mpendwa katika jina la Yesu Kristo. Tayari Yesu yuko mlangoni. Italiza namna ya kwamba tayari Yesu anakaribia kurudi. Roho ya mpinga Kristo inafanya kazi kwa namna ya ajabu, inabadilisha mambo, inabadilisha mifumo. Haleluya. Walikwambia mdomo ni wa kula, sio wa kufanya mambo mengine. Mifumo imebadilika. Watu wanaugua kansa za koo, na Mungu ukibadilisha utaratibu wake anakupa adhabu. Akikwambia jamani, huku nyuma ni kwa ajili ya kuingia chooni, wewe unapobadilisha kwa mwanaume au mwanamke, matokeo utaugua kansa. Mungu anaadhibu pale pale. Kama mashoga wengi sana wameathirika, wengi kansa, wanakufa vibaya. Mungu ana hasira ukibadilisha utaratibu wake. Mnabadilisha ngozi, matokeo mnakuwa na machukizo, mnakuwa wabaya kuliko shetani. Mlikuwa wazuri, mmebadilisha, mnamwambia Mungu hawezi. Kama mweusi, endelea kuwa mweusi hivyo hivyo kwa utukufu wa jina la Bwana. Sema amen kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Yes. Hiyo ni ishara ya kwamba kuna roho ya mpinga Kristo. Jambo la 5 nikimalizia. Najua siku ya kesho nakupa habari za unyakuo vizuri. Jambo la 5 ni mafundisho ya mashetani na roho zidanganyazo. Na hapa mnisikilize. Inawezekana hujaokoka, umekuja kusikia injili. Nisikilize, ukiwa unahubiri habari hizi, ujue ni habari za Kristo, na mshukuru Mungu ya kwamba nimepata injili. Sasa kuna mafundisho ya mashetani na roho zidanganyazo. Timotheo wa kwanza sura 4 aya kwanza. Timotheo aya 4 aya kwanza. Timotheo wa kwanza sura 4 aya kwanza. Changamka, changamka. Kwanza sura ya 4 aya kwanza. Aya kwanza. Neno la Mungu linasema, ndio, basi Roho anena wazi wazi, Roho anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho, wengine watajitenga na imani, wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo, na mafundisho ya mashetani. Basi imeishia hapo. Sasa mnisikilize. Kuna kitu ambacho kinaendelea ulimwenguni, sijui kama tumeshtuka. Moja wapo dalili nyingine ya kwamba Yesu yuko karibu kurudi. Moja ni kwamba wanatokea watumishi wa Mungu wa kweli wazuri, watakaoifundisha injili ya kweli, watakuwa po. Sasa watokea wengine wa uongo, watakaofundisha udanganyifu na mafundisho. Patakuwepo mgawanyiko. Na ukiona ulimwenguni ndio kinachotokea sasa hivi. Wako watumishi wa Mungu wenye nguvu na ambao wana nguvu, na ambao wana nguvu na wako nyuma yao, lakini wako watumishi wa shetani waliovaa sura
ya Yesu, lakini sio wa Mungu, nao wanavuta watu wengi. Sasa nitakufundisha kazi ya roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kazi moja hapo ni kukutenga na imani. Mnisikilize, ukitaka kujua ya kwamba kuna roho za udanganyifu na kuna mafundisho ya mashetani mahali, yani mafundisho ya mashetani, unakarishwa mahali, unafundishwa, unafikiri mafundisho mazuri, kumbe ni ya mashetani. Lakini kuna roho zitainuka za kudanganya watu. Sasa kazi ya roho hizi na mafundisho haya, kazi yake kubwa, nisikize mtandaoni mahali popote, ni kukutenga na imani. Maana yake ni nini? Ukienda kusikia mafundisho hayo, ukasikiliza huyo mtumishi, ukasikiliza mafundisho wanayofundisha ulimwenguni, ukiona dalili zifuatazo zinakutenga na imani, ingia mahali tunasema kuna upako, kuna miujiza, lakini ukirudi nyumbani hali ya maombi inakata. Yani maana wanasema kuna upako, kuna Roho Mtakatifu, lakini mwenye ukiwa peke yako maombi yanakata, una nguvu. Tunategemea ukitoka hapa leo unajisikia kuomba, unajisikia kuamsha, ukirudi nyumbani unaweza kuomba masaa mengi, kwa sababu kuna Roho wa Mungu anayekupa hamu ya kuomba. Lakini unashangaa ukitoka hapa, kwa mfano, lakini sio hapa, unarudi maombi, huna nguvu, huna hamu. Aya, yanakutenga na imani. Kazi yake ni kutenga na imani ya Kristo. Hali ya maombi inakata, huna uwezo wa kuomba, na ukiomba unaomba tu kuchinja, huna maombi mengine. Punga mkono, piga Yesu makofi mengi. Hata nyimbo za kusifu na kumwabudu Mungu hazilii moyoni. Huwezi kuamka umetoka huko, kwa kweli umeshinda huko mahali, ukirudi nyumbani hata wimbo kuimba hauna, panakuja nataka kulewa, ndio zinakuja hizo nyimbo. Upo hatarini. Sema amen kwa jina la Yesu Kristo. Zinakutenga na imani. Hiyo ni changamoto kubwa. Lakini jambo la pili, ukitoka kwenye mafundisho haya na roho hizo, ukirudi nyumbani, ukisoma Biblia unasinzia. Yani maneno ya Mungu hayapo tena. Yani ulikuwa unasoma Biblia ukiwa kwenye dini yako angalau, lakini ulivyoingia huko ndo kabisa, ukishika Biblia unasinzia. Hauna hamu tena. Nisikia kwenye mtandao, ukiwa unaingia mahali hauna hamu ya kimahusiano na Mungu, hauna hamu ya kusema neno, huna hamu ya maombi. Ni roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Bwana asifiwe. Lakini jambo la tatu ni kukuambukiza tabia mbaya. Yani zamani ulikuwa mzinzi, baada ya kusikia mafundisho umekuwa mzinzi mara mbili. Haleluya. Unajiuliza, huyu mtu alikuwa mzuri kabisa, angalau kidogo, alipoenda kule ndo ana tabia za ovyo. Uzinzi umeongezeka, amekuwa mrefi, amekuwa ni manunguniko, amekuwa na kibizana ovyo, kiburi kimeinuka, hasikii cha mtu, hana hekima, hana busara, hana matunda ya Roho. Uhakika kwamba huyu mtu yupo kwenye ile shidanganya, kwa sababu shetani hawezi kukaribisha na Mungu. Atakufundisha, lakini baadaye atakutoa kwenye imani, atakutoa kwenye utakatifu. Tuitegemea unapokusikia injili kama hiyo, ukienda nyumbani msikilize mume wako. Umepata injili, umepata neno la angalau la toba, umekuwa mnyenyekevu. Ukirudi nyumbani uweze kumtii mume wako, aseme kwa kweli mke wangu, baada ya kwenda kwenye hilo kanisa na kwa watumishi siku hizi umebadilika, umekuwa mtifu. Lakini ukienda kwenye hilo kanisa unakuwa mbabe, au mpi haki yake, unapambana huku na huku. Hiyo ni shida. Sema amen kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo ni changamoto ya kwamba hapo anakuambukiza matabia ya ovyo. Bwana asifiwe. Tunategemea mtu pepo badiliko la tabia. Amen. Tabia, umeenda huko tabia zimerudi, umekuwa tabia njema, unakuwa farisayo. Farisayo akimuokoa mtu anakuwa mbaya kuliko alivyoingia. Unamvuta anakuja, lakini baadaye anakuwa mbaya. Ndio watu wengi kinachowakuta, nimekuta watu wanalalamika sana ya kwamba huyu mke wangu anaenda mahali fulani, siku hizi amekuwa mbaya, siku hizi aniheshimu, siku hizi anisikilize, amevurugwa.
Haleluya. Ukiona hivyo, ukiwa ni mafundisho ya nini? Ya mashetani na roho zidanganyazo. Kama umechukia utajijua. Mimi nakunyokea sawasawa na injili ya Bwana naponya watu waokolewe kwa jina la Yesu Kristo. Watu warudi kwenye injili ya kweli ya Yohana Mbatizaji aliyesema ya kwamba nyosheni mapito ya Bwana, tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Anasema toshekeni na mishahara yenu. Aliwanyokera kuambia iliyo kweli. Watu wengi sana wanapenda mafundisho ya namna hii. Tabia zao zinabadilika, migogoro inaongezeka. Hapana, Roho Mtakatifu ni wa amani. Tangu umeenda kule ndio shida imeongezeka, migogoro kwenye familia, neno uombi, yani umefurugwa, unaenda huku, ueleweki. Wewe umerogwa, rudi kwa Bwana. Sema amen kwa jina la Yesu. Umekuwa ni mtu wa mwilini, sio mtu wa roho. Umerogwa, tabia zimebadilika, umekuwa mbaya kuliko namna kabla hujaokoka. Hiyo ni shida. Haleluya, haleluya. Mabinti mnisubiria na kuja kuwapasha na nyinyi mara moja. Sema amen. Sema amen. Sema fire. Sema fire. Sema yeah. Sema yeah. Sema makofi ya shangwe na vigelegele. Yes. Haleluya. Mfano, niangalie mfano kidogo hapa. Mfano wa mafundisho ya mashetani kwenye Biblia. Ni kuonyesha baadhi ya mafundisho ya mashetani. Kwa hiyo ukiona mahusiano yako na Mungu yanaharibika, kipindi ukiingia kwenye mafundisho na roho hizo wanazokuambia hivi na hivi, lakini mahusiano yako na Mungu yameondoka, kimbia hilo kanisa, rudi kwa Bwana. Rudi kwa Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Mimi siko hapa kuponda dini. Mimi sitaki kusema mtumishi wa Mungu hata siku moja. Sitamtamka mtumishi. Ninaheshimu watumishi wa Mungu sana. Siko tayari, lakini nafundisha ili ukweli, ujue mahali sahihi pa kwenda wewe. Tunakokoa na siku za mwisho hizi. Na imani inatengwa ili wewe usinyakuliwe, ndio maana yake. Yesu akukuta upo unahangaika huku mara huku. Una tabia, mrevi, mzinzi, unalapa papa, lakini kwenye uzinzi hiyo ndio anataka shetani. Haleluya. Mfano wa mafundisho ya mashetani. Ufunuo sura ya 2 aya 15. Ufunuo sura ya 2 aya 15. Sura ya 2 aya 15. Nitakwambia kuna fundisho linaloitwa fundisho la Nikolao. Fundisho la Nikolao. Timotheo wa 2 sura ya 4 3 hadi 4. Timotheo wa 2 4 3 hadi 4 anasema huwa mvumilivu katika kufundisha na kuonya na kuhubiri. Anasema utakuja wakati watu ambao watakataa mafundisho yenye uzima. Watatafuta walimu makundi. Wafundishwe mambo wanayotaka. Sasa hapa nimekupa ifungu kwa sababu kuna au mafundisho ya mashetani yanakupa mambo unayofanya unayoyataka. Yale ambayo yanakupeleka kuwa huru kutenda dhambi. Nitakuonyesha. Sasa kuna fundisho la Nikolao. Mwambie mwenzako Nikolao. Matendo ya Mitume sura ya 6. Andika. Matendo ya Mitume sura ya 6. Ukisoma kwenye aya 5 na 7 pale, utaona kuna mtu, Biblia inasema wale mitume wakachagua wanafunzi wakaa mezani kufundisha. Wakachagua kina Stefano, wakachagua wengine na Nikolao akiwemo. Mnanisikia? Nikolao alikuwa mwongofu wa Antiokia pale Yerusalemu. Nikolao alijulikana kama mtumishi wa nani? Wa Mungu. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye watu wamemwamini, na alichaguliwa kukaa na kanisa kuwa shemasi wa kwanza. Sasa baada ya Yesu kuondoka na baada ya Paulo kumaliza kazi pale, wakainuka watumishi wa Mungu wa kweli ambao wametembelewa na shetani. Mnisikilize, naongea vitu vya ndani kidogo. Watu wanaodanganya watu wengi sio waganga. Wengi walianza wakiwa kama sisi watumishi wa Mungu wa kweli. Tamaa za dunia, wakatamani wafanikiwe haraka, wakatamani upako wa haraka. Nasema ninahubiri upako wangu ni mdogo. Baada ya kukaa pamoja na Mungu, kufuata taratibu za Mungu, anataka upako uje mara moja. Akifanyia mkono hivi upigwe chari mara moja. Kwa hiyo wakaa na tamaa za upako, mambo ya dunia, vitu kama hivyo. Shetani akawatembelea kwenye kutaka kwao. Walipowatembelea
mioyo yao ilikuwa na tamaa mbaya. Shetani alipowatembelea akawagonga muhuri kuwa watumishi wa shetani, ila walikuwa watumishi wa Mungu. Ndio kinachotokea, ulikuwa na mtumishi wa Mungu wa kweli, unamwamini, lakini baadaye unashangaa mbona injili yake imebadilika. Huyu mtu alikuwa anafundisha mambo ya uzima, lakini anaanza kunipeleka kama kuna vipindi pale vitano anakiita kimoja, ashangaa alikuwa anakemea, baadaye anabadilika. Unajua wewe, njoo nikutakase, njoo twende wote nikutakase. Huyu jamaa amekuaje? Mbona sio yule. Kumbe tayari kwenye ulimwengu wa roho ameshatembelewa na nani? Na ndio maana mabinti wengi wamevushwa, shetani amewakamata pale. Wanaamini mtu bila Mungu, wanaamini mtu bila kujua kanuni. Hata kama ni mtumishi wa Mungu kweli, hapasi kukupeleka mahali ambapo sio salama. Kwa hiyo sasa ikaanza vile. Huyu Nikolao alikuwa mtumishi wa Mungu wa kweli. Matendo ya Mitume 6 umeona, si ndio? Baada ya miaka kadhaa Nikolao akakengeuka, akawa upande wa shetani. Sasa Ufunuo 2 sura aya 15 anachukia kwamba kuna kiti cha enzi cha shetani, na muyashika mafundisho ya Nikolao. Fundisho la Nikolao maana yake ni, mnasikiliza? Nikolao mafundisho yake ambayo aliwafundisha kanisa ambayo yalipotosha. Moja, aliongelea neema sana, akawapa uhuru wa neema bila kuwajibika. Mnasikiliza vizuri? Akatunga kauli inayosema sisi kwa sisi, mameo zako sisi kwa sisi. Nikolao akasema hivi kwenye mafundisho yake, akasema cha kwanza, akasema Yesu yuko pale msalabani, si ndio? Akasema neema ya Yesu iko tayari. Kwa hiyo ukitenda dhambi usijihukumu. Umeona? Nikolao akaambia neema ya Yesu ipo tayari, ukitenda dhambi usijihukumu. Ukiwa mzinzi usiache uzinzi, kwa sababu neema ya Mungu ipo tayari. Kwa watu wakafikiri Nikolao yuko kweli. Kwa mtu anazini, yupo kanisani, anaimba kwaya, anasema neema ya Mungu yanitosha. Yani Mungu anaangalia roho. Anavaa kimini kabisa cha kikaba, anasema Mungu anaangalia roho. Neema ya Mungu yatutosha. Akasema neema juu ya neema. Kwa akaitumia neema kuharibu maana ya neema. Kwenye Tito sura ya 2 aya 11 anasema neema ya Bwana Mungu imefunuliwa yatuokoa, na anasema nayo yatukataza kutenda ubaya na tamaa za dunia. Neema ikija inakataza mambo mabaya. Neema ikija inakataza uzinzi. Neema ikija haikupi uhuru wa kufanya chochote. Neema inakuwajibisha na kukufundisha. Nikolao akaitumia neema kuwapoteza watu. Kwa hiyo kanisa la wakati ule likachafuka sana likachafuka. Watu wakafusia mafundisho ya Nikolao. Walikuwa wazinzi kanisani, wanahubiri mpaka madhabahuni. Waliongezeka warevi, waliongezeka viongozi wa serikali ambao walikuwa ni uwezo, wakaingia pale. Mfumo huo ukasababisha watu wakaona sehemu ya raha na starehe ni wapi? Kanisani. Kanisa likachafuka kwa sababu ya fundisho la neema na kuharibu neema. Na Tanzania kuna mtumishi mmoja aliamka kabisa, akawa anasema kuna pombe sio dhambi na kutetea na kuondoa baadhi ya vifungu vya maandiko na kuviondoa. Alitokea, lakini serikali imemkamata, ilimfilisi kidogo. Tunaweza kumfuatilia. Alikuwa anafundisha neema. Na huyo ndo mtumishi ambao hao ndo akina Nikolao wa siku za leo. Wanaitumia neema vibaya. Paulo alisema kwamba neema ipo tutende dhambi, anasema la hasha. Kwa hiyo Nikolao, watu wengi siku hizi wanapenda kufundisha ukitenda dhambi usijisikie vibaya. Unini? Unataka uhuru kwenye kujifariji kwenye uovu wako. Hapana kabisa. Ukitenda dhambi piga kelele, ria, jutia, piga magoti kama Daudi akasema Bwana usiondolee, usiondolee neema ya wokovu Bwana. Akasema nipe moyo safi, usinihesabie hukumu. Daudi akalia akasema nirejeshee furaha ya wokovu. Akatubu siku 7 kwa kufunga baada ya kulala na mke wa mtu. Akajuta. Ukitenda dhambi dhamiri yako lazima ikushtaki. Kama dhamiri
familia yako ni safi na imetakaswa. Ukitenda dhambi lazima ushtakiwe, ujisikie vibaya, ujisikie kujuta, na hivyo itakusababisha kwenda kutubu. Ukiiba kitu cha mtu lazima ujisikie vibaya. Ukiiba kitu cha mtu ukajisikia vizuri, familia yako imekosa kufa. Punga mkono. Sasa leo kuna watu kabisa unashangaa amepiga kimini kabisa hivi tapu ya Bwana sana. Akifika anasema haina shida. Sasa haina shida, wewe mhubiri kama ujikemea, wanakaa viti vya mbele nao naangalia. Hata haina shida. Sawa, haina shida. Tuendelee, haina shida. Kemea. Nilo zinaanza hivyo. Nilikutana na watu mpaka leo kuna watu nakutana nao. Anakuambia Bwana asifiwe. Ana ujasiri, amevaa kimini, kajikoroga kama Yezebeli, yupo. Unaona kabisa huyu ni mzinzi wa kutosha na kahaba, lakini anakuambia njiani haogopi. Yaani mafundisho ya Nikolao yanawafanya watu wawe ni wa mdomoni. Bwana tu mdomoni. Bwana asifiwe na kusalimia, wala haona hofu. Lakini kumbe ni kahaba. Na wanakuwa na ujasiri makanisani. Kipindi cha mitume, mtu mmoja alienda kaiba sadaka tu kidogo, lakini akafa. Ilikuwa ni kuogopa ukitenda dhambi kipindi hicho. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini Nikolao akafundisha fundisho lingine la compromise gospel. Akavunja, akasema sisi kwa sisi. Akasema hivi, kama wewe ni mlokole hujaoa, ukakutana na mlokole mwenzako na hajaolewa, kuzini ni ruksa. Yaani akasema kama wewe ni mlokole na mlokole mnaruhusiwa kulala pamoja, mmetakaswa wote, kwa hiyo ni sisi kwa sisi. Kwa nashangaa watu wakawa wanakimbia kanisani, wanakimbia kanisa kipindi hicho. Ndio maana unaona Yesu anatokea anawaonya watu, akasema nachukizwa kwenye kanisa la Efeso. Nenda kafuatilia hizo habari za ufunuo. Kuna mafundisho yanatokea, kanisa liliharibika sana. Kwa watu, kijana yuko mtaani anasema mbindo wa kuzina yupo kanisani, anajifanya mpendwa, anaenda anaokoka pale, anakaa. Baada ya muda anasema sisi kwa sisi. Kwa hiyo nikiwa mpendwa na mpenda mwenzangu, haina shida kulala. Hiyo ndo niko nao. Kwa hiyo kanisa likachafuka, mimba zikatokea, vurugu, uchafu kwenye kanisa, ufisadi wa kutosha, urevu wa kutosha, sisi kwa sisi. Hiyo ndo niko nao. Lakini tunamalizia na fundisho la Yezebeli. Ukasoma Ufunuo 2:20, anakuharibu baadhi ya mafundisho ya mashetani. Kumbuka nazungumza dalili za kurudi kwa Yesu. Haleluya. Fundisho la nani? Yezebeli. Yezebeli, fundisho la kwanza ilikuwa ni kuinua uzao wa kike na kudhoofisha uzao wa kiume. Yezebeli, fundisho la kwanza ilikuwa ni kuinua uzao wa kike na kudhoofisha uzao wa kiume. Yezebeli ndio wa kwanza kutunga sera ya 50-50. Kwa kusikia 50-50, mwanzilishi ni nani? Yezebeli. Yezebeli yeye na mume wake Ahabu, yeye alikuwa anatoa maamuzi kwenye kiti cha rais. Naambia rais, huyu mtumishi una bosi aweze kunyima kiwanja, tumtungie sera za serikali, tumzume kwa na kumuua. Kwa hiyo akatoa maamuzi na hukumu kwa uongozi wa kipindi kile kwa 50-50. Na Yohana ikaenda mpaka kwa Herodia. Hiyo ilikuwa ni Yezebeli, wakapambana Yohana Mbatizaji kukata kichwa. Ilikuwa ni mfumo wa Yezebeli kuhakikisha inakuja 50-50. Kumbuka Yezebeli ni mfumo wa kiroho wa mwanamke kuinuliwa na kuzima mwanaume. Kwa ndio mfumo wa 50-50. Na sasa dunia kote kuna mfumo wa minuka 50-50, kwamba wanawake wanaweza tuwawezeshe. Ilikuwa ni mfumo wa shetani wa siku za mwisho wa roho ya mpinga Kristo. Ile fundisho sika watu najua ni fundisho baya sana. Mungu alisema mwanaume ni kichwa kama Kristo alivyo kichwa. Mwanaume ni kichwa, yeye ndiye mwenye usemi. Mwanaume ndiye anapaswa awe na usemi, awe anatawala.
Kwa 50 kwa 50 sio fundisho la Mungu, ni fundisho la kishetani. Mwanamke, kazi yako ni kutii kama kanisa linavyomtii Kristo. Mwanamke unapaswa kujibizana na mume wako, kukosea mjibu kwa hekima na busara. Acha mafundisho ya kishetani. 50 kwa 50 ni fundisho la Jezebeli. Hakikisha wanaondoa mambo ya kimungu. Mungu alivyoumba ulimwengu, Mungu anasema yeye aliumba mwanaume kwanza. Mwanaume ni sura ya Mungu duniani. Mwanaume ni sura ya Mungu duniani. Kwa hiyo hata kama ni mrefu, nisikilize wanawake, kenda usimdharau mume wako. Kazi yako ni kumshauri. Akikosea usibizane naye. Anasema toka hapa, sema toka hapa. Unajibizana naye, utakuanguliwa kofi. Maana ni kutii kama kanisa linavyomtii Kristo. Hiyo ndio mafundisho ya ndoa. Hakuna mafundisho mengine ya kwamba vaa hivi akupende, wewe akimini akupende, shuka nywele akupende. Utapendwa na utapigwa tu. Amen. Mwanamume ukimpenda, ukimtii, tafsiri yake umempenda. Ndio maana maandiko yanasema tukimtii, unasema ukimpenda Yesu utamtii. Maana tafsiri ya mwenye mamlaka aliyo juu yako, ukimtii tafsiri umempenda. Mwanaume ukimtii, tafsiri ya mwanaume umefanya umempenda. Ndio maana fuatilia, wanaume wengi wanapenda wanawake wenye tabia njema. Anaweza kuwa libaya, ni sura mbaya, lakini unashangaa wewe na mume wake wana raha ndani. Wanaona kasura kako na kujipamba pamba, hakuna amani, umekoroga, umechapa za kweli, unaangao kwa sababu tabia zako za ovyo. Nisikilize, hata kwenye mtandao, hata kama una kazi, wewe ni rais wa nchi, wewe si ni waziri, wewe ni mkuu wa mkoa, wewe ni mwanamke, ukienda kwa mume wako, kaa chini, tulia. Wewe ni mamlaka ya Bwana. Haleluya. Ninajua kuna wanaume wakorofi, nafahamu kabisa kuna vichwa ngumu, lakini hivyo ndio cha Yesu kilivyo. Hivyo kaa nacho kwa akili sana, ujue namna ya kumjibu. Mimi najua mwanamke nikimkosea, hata kama nikiropoka nikajifanya babi, akinijibu kwa upole, baadaye najutia, najisikia vibaya nimemkosea. Lakini akinijibu hivi, namdharau. Tunga mkono. Mwanamke ukitoka hapo kwa mume wako, nenda kae mpole, kaa tengeneza familia, acha ubabe. Haleluya. Amen. Jambo la pili. Haleluya. Jambo la pili, fundisho la Jezebeli, kuruhusu zinaa na kudhoofisha mambo ya kuoa na kuolewa. Namalizia kwa fundisho lingine ambalo Jezebeli aliinua, ni kwamba kuoa au kuolewa sio jambo la maana sana. Mnisikilize. Ukisoma Timotheo wa kwanza sura 4 aya 3. Timotheo wa kwanza 4 sura aya 3. Anasema hivi. Anasema siku za mwisho watu watawazuia watu wasioe au kuolewa. Hiyo fundisho ni msisitizo wa mbinu za Jezebeli kuruhusu zinaa kwenye ulimwengu. Mnisikilize. Paulo alisema kwa sababu ya tamaa kila mtu awe na mke wake na mume wake. Maana alijaribu kusema kuoa na kuolewa, moja hapo ya kazi ambayo sio kubwa sana lakini inasaidia ni kuoa au. Maana Adamu alivyokuwa peke yake hakuweza, akapewa msaidizi mwanamke. Kwa Mungu aliumba mwanamke na mwanaume. Kwa swala kuoa na kuolewa ilikuwa ni jambo la heshima mbele za Mungu. Sasa Jezebeli akainua mfumo wa kuonyesha watu kwamba masuala ya kuoa na kuolewa sio ya lazima. Ni kweli unaweza kuchagua, lakini Biblia inasema ukichagua kutoolewa au kutooa, usilale na mtu, pambana na hali yako. Usilale kabisa. Tunza kama Paulo alivyofanya, alikaa na utakatifu, mifungo ya kutosha, anakaa na mabwana, mafunuo ya kutosha, anahubiri Injili, hakuwa na mke. Kwa hiyo Mungu ameruhusu hivyo kama ukiweza, lakini usipoweza kaoe na kuolewa. Sehemu nyingine akasema kwenye kitabu cha Timotheo ya kwamba wale mawachane ambao bado ni vijana wakifiwa na ume zao waende waolewe tena. Kwa kuoa na kuolewa ni jambo kabisa ambalo Mungu ameruhusu. Sasa Jezebeli kazi yake ni kuona tu kuoa na kuolewa
heshima sio jambo la maana sana. Sisi wazazi wetu zamani, ukiona kwa jambo la heshima, mtu akizalia nyumbani zamani ilikuwa ni jambo la aibu. Lakini leo hii mfumo umepita, wanasema single mothers, na wamepewa majina ma single mothers nini. Mnisikilize, mimi siko hapa kuwasema single mothers. Ni kweli kuna wasa hivi wanaume kana ni shida, lakini kama wewe ni single mothers, jitunze. Jifanye nini? Mambo ya single mothers, leo umechukua huyu mme wa mtu, kesho umechukua kijana huyo, uone ushetani, lazima tukemee. Wanasira sana, mnisikilize. Ninajua kabisa mfumo roho imemwagwa wanawake wasiolewe na shida imetokea ulimwenguni. Hiyo ni dalili ya kwamba Yesu yuko mlangoni. Wanawake leo wanateseka sana, watu wa kuoa hawapo. Wanapambana hali yao kweli kweli, hakuna. Na wale wachache wanawake wanaojitunza ndio wanaolewa. Unataka kujua sasa hivi mwanamke anajitunza wa heshima wanamchukua haraka, na mwanaume anaeleweka anachukuliwa haraka. Bwana asifiwe. Kwa nashangaa siku za mwisho wanawake watamkimbiza kijana mmoja na kusema tuoe, sisi tutajirisha, tutajinywesha, lakini angalau tuite kwa jina lako. Ndio kinachotokea leo. Ndio hamna. Ni dalili ya siku za mwisho. Binti, kama hujajijafua, fanya mambo yafuatayo. Kaa kwenye tabia, acha uzinzi, utaolewa. Bwana ndiye yani rahisi tu, yani ukitaka kuolewa, tabia nzuri, acha uzinzi, basi utapata mwanaume. Hata kama ni cheusi utapata mwanaume, hata kama mdomo umepinda utapata mwanaume. Nakwambia mimi si nipo, nimekulia kwenye makambi ya vijana, naelewa. Nimekaa chuo, naelewa. Wale mabinti waliokuwa wamejitunza, wana makundi ya uzinzi wa tabia, sisi kwa tunawachungulia, tunawajua huyu hapa, huyu mwanamke huyu, tunajua. Na wote tangu miaka 7, 8, 10 tulio macho, wote wale mabinti ambao tunasema huyo wote wana vijana ambao wana heshima. Lakini wale ambao ulikuwa unaona yupo tu, wote wanapambana hadi au mtaani mpaka leo. Simama kwa miguu yako. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Tupungane mikono watu wa Mungu. Haleluya. Mwambie mwenzako umeelewa sawa sawa. Mambo yamesoma, mtandao umesoma kweli kweli. Yes, lazima mbingu zifunguke. Haya ni mambo ya siku za mwisho. Naomba mahali ulipo, unanisikia sauti, tunaenda kuongoza sala ya toba. Na kama unajua bado hujaokoka, huko nyumbani, huko kwenye mtandao, upo viwanjani, bado hujaokolewa, I say Yesu anarudi kuchukua kanisa. Kanisa ni mwili wa Kristo, watu waliookoka na kukaa kwenye fundisho na kwa wanafunzi wa Yesu, hao ndio ambao watachukuliwa. Kama hujaokoka, hauna nafasi kwenye ufalme wa Mungu. Kwa sababu mtumishi, niko tayari kuokoka. Kwenye mtandao, kule nyumbani, nyosha mkono wako juu. Sasa niko tayari kuokoka. Wala usione aibu. Tufunika macho yetu wote mahali tulipofunika macho. Kwenye mtandao, nyumbani, sema niko tayari kuokoka. Niongoze sala ya toba. Mtumishi, uniongoze kwa Yesu, na mtaka Yesu. Kwa pamoja tufuatie sala hii, tumsaidie mtu aliyeko nyumbani na kwenye mtandao. Sema Bwana Yesu, tunaomba tusamehe, tunaomba turehemu. Asante kwa kutufundisha na kutuelekeza. Tunaomba tusamehe. Futa majina yetu kwenye kitabu cha hukumu na adhabu. Andika jina letu kwenye kitabu cha uzima kwa damu ya mwana-kondoo. Tuzae mara ya pili, tuitwe wanao kwa jina la Yesu. Asante kwa kuniokoa. Nisaidie dhambi sinishinde, uovu usinishinde, katika jina la Yesu. Amen. Na wewe kwenye mtandao kama umeokoka na hapo umeokoka na nyumbani, hakikisha unaenda kwenye makanisa yanayomhubiri Kristo, unafundishwa mafundisho ya msingi sana. Kwenye mtandao unajua maisha yako na fundisho hili, hakikisha unakaa na Yesu. Kama kuna redio ambao watumishi wa Mungu wa kweli, kuna TV watumishi wa Mungu wa kweli, fuatilia hayo. Na hakikisha unafuata neno ambalo halikufariji tu, lakini neno ambalo linaweza kutoa kwenye mabaya. Naomba
Watu wote tusogea hapa mbele. Watumishi wa Mungu tunaweza kubaki pale, tawaita baadaye kwa ajili ya kusaidiana. Watu wote kuanzia kule nyuma mpaka kule kwenye rafiki yangu hapo wa pikipiki, njoo wote hapa mbele. Tunataka tufanye maombi fulani tumalize siku ya leo. Karibu hapa mbele, karibu mbele. Karibu kwa ajili ya wimbo. Karibu, njoo madhabahuni hapa. Naomba watumishi wa Mungu msiondoke, tutambuane, tutambulishane. Hapo mtumishi. Angalia madhabahuni, angalia madhabahuni, angalia. Karibu, karibu. Nimesogea, nimesogea chini pako, ni safi, ni safi kwa damu yako. Nimesogea, nimesogea chini pako, ni safi, ni safi kwa damu yako. Amen. Funika macho yako. Naomba watumishi wa Mungu tuje mbele yao. Hawa watumishi wote wa Mungu tukae hapa mbele yao. Karibu mchungaji, karibu mtu wa Mungu, tukae hapa mbele. Mtumishi, geuka uangalie huko. Geuka. Angalia watu. Nataka tuombe kwa pamoja. Bwana asifiwe. Najua kuna watu wanaumwa, ni wagonjwa, nitakuombea na Mungu atakuponya. Nataka tuombe kwa ajili ya kuhakikisha mji huu na kina wa watu wa mahali pale wa hapa, tuondoe maroho ya giza ambayo yameachiliwa kwenye dunia, zinaa, ushoga na vitu kama hivyo. Na baada ya maombi hayo kwa dakika chache